Habari, mimi ni Omi Fitness, mwalimu wa mazoezi na chakula. So leo nilikuwa nataka niongelee issue ya ugali. Sawa, ni chakula ambacho tumezoea kutumia Tanzania na Afrika kwa ujumla. Ni chakula chetu pendwa kiasi kwamba ukiona tu ugali unamtambua huyu ni Mtanzania au huyu Mwafrika au huyu mtu anatokea kusini mwa jangwa la Sahara. So ugali, kifupi tu, ugali sio chakula chetu halisi. Sawa, ugali ni chakula ambacho kinasababisha matatizo kuliko faida ambazo sisi tuko nazo. Najua wengi itawachanganya, najua wengi itawashtusha kwa sababu for years, kwa miaka mingi tumezaliwa tunakula hivyo vitu. Nitakwambia kwa sababu gani. Kabla ujue koloni tulikuwa tuna chakula ambacho kinaitwa ugali. Ila tulikuwa tunakula ugali. Idea ugali imetoka wapi? Sikuwa tuna vyakula vyetu na ugali. Tulikuwa tunatumia mtama, tunatumia mawele, tunatumia muhogo. Huo ndio ulikuwa ugali wetu. Uje tulikuwa tunatumia sema mtama, muhogo. Huo ndio ulikuwa uji wetu na ugali wetu. Baada ya kuja kwa koloni kwa kunahitajika uzalishaji wa mahindi ya kutosha kwa ajili ya kulisha wanyama. So nini kikatokea? Afrika tulikuwa tuna nguvu sana na tulikuwa tuna laki chakula, tunakosa chakula cha uhakika ili kuzalisha hayo mahindi. Ndipo wale walikuwa wanatutawala, wale watu viongozi ambao walikuja kwa ajili ya kuweka viwanda vyao, kuweka mashamba yao, walihamisha idea ya ugali kwa tunaweza tukula ugali wa mahindi na sio ugali wa muhogo, kwa sababu muhogo ulikuwa unachukua muda sana. Usubiri ukue, usubiri ukauke, kisha uanze kuutwanga, kila kitu ndio utengeneze kwa ugali. Kwa hiyo ilikuwa inachukua muda mrefu sana. So tukaanza kula ugali rasmi from there. Na ni chakula ambacho kinatoa instant energy. Tunasema energy ya haraka. Ukishakula ugali unajihisi umeshiba sana, unajihisi una nguvu, unahisi una energy. Ile sio energy halisi, ile sio nishati halisi. Ile ni tunasema glucose imepanda. Ukiona glucose ya juu unajihisi una nguvu. Nitakwambia kwa nini nakwambia hivyo. Chakula kimoja ukishakula kinatumia masaa 6 mpaka 8 kutoa nishati halisi. Masaa 6 mpaka 8. So umeshakula ndani ya dakika 20 unajihisi una nguvu. Nadhani imetoka wapi? Hiyo ni sukari. Hiyo ni glucose ambayo ndio chanzo cha matatizo cha arthritis, matatizo ya miguu, ndio chanzo cha pressure, ndio chanzo cha kisukari, ndio chanzo cha unene mzito na kitumbo. Yaani unakuta una tumbo huko na mafuta kila sehemu. Ni kwa sababu ya huo wanga. Na kuna watu wanasema mimi siwezi kuishi bila ugali. Nitakwambia vyakula ugali ulikuwa unatumika, mahindi na ugali ni kila kitu ulikuwa unatumika kwa idea gani? Moja ni biofuel. Ilikuwa inatumika kwa ajili ya kutengenezea mafuta ya kurani viwanda tofauti tofauti. Mbili, ilikuwa inatumika kwa ajili ya kulisha wanyama. Sawa? Ng'ombe wenzetu walikuwa wanataka ng'ombe atoe maziwa kutosha, wanyama wao wananenepa, uzalishaji wa nyama na viwanda vya maziwa viwe kwa wingi zaidi. So tukawa tunalazimishwa sisi tule ugali pia ili tuweze kupata nguvu ya kuzalisha zaidi yale mahindi yaende nje. Idea ugali kaanza hapo tangu mwaka 1950 tukawekewa hivi vitu. Lakini chakula cha ugali sio chakula ambacho kimewekwa kudesigniwa kuwa na mwanadamu. Na mbaya zaidi tumeenda mbali, tunakula sembe nyeupe. Unajua hata panya anaenda kula kile kidude cha juu. Kile ndio kina nutrients zote, kina madini yote, vitu muhimu vyote. Lakini sisi tunatoa kile tunampa kuku, sisi tunaenda kula gamba la nje. Tumefika mbali zaidi, tunachukua yale hindi na pia tunapia bleach. Tunatia kemikali iwe nyeupe, tunasema tunakula sembe safi, sembe nyeupe. Ni mbaya zaidi. Ugali haina additional value. Yaani kama kitu ambacho ningekushauri uache basi ni ugali. Huwezi kula chakula ambacho kikusaidia. Watu wanasema mimi nahitaji nguvu. Kuna vyakula ambavyo vinatoa energy. Protein inatoa energy kupitia process ya gluconeogenesis. Sawa, huwezi kufa kwa sababu huna energy, kwa sababu kuna process ya keto. Mtu tayari una kitambi. Unakufa vipi na kukosa njaa? Unakosa vipi na kukosa chakula? So unajikuta njaa ni swala la mindset. Kama unataka ku get ready kuondoa kitambi, unataka kuondoa kisukari, unataka kuondoa pressure, unataka kupungua, unataka kufix matatizo yako ya tumbo, unataka kupona vidonda vya tumbo ulivyokuwa navyo, anza kuacha na ugali. Uweke kabisa pembeni kwa siku 14 mpaka siku 21, alafu utaona matokeo. Utaona jinsi unapokuwa slim, utaona jinsi uso unapokuwa na nuru, utaona jinsi nyama zako za tumbo, nyama zako za mikono, nyama zako za shingo, kila kitu kinaanza kuondoka. Ugali sio chakula cha mwanadamu. Hakina manufaa. Nitakusisitiza hicho, hakina manufaa kwa sababu tumezaliwa tunakula, basi haihalalishi uwalaji. Ni mbaya zaidi kama Afrika, kama Tanzania, sio watu wa kufuatilia historia. Ni watu wa kuenda na rhythm. Kuna mwingine anakuambia mimi babu yangu ameishi miaka 30, miaka 130, kaishi miaka 150. Wanatolea mfano bibi Kidude kaishi miaka 100 na ngapi na alikuwa anakula ugali. Listen, alikuwa hali ugali ule kabla ya kuja kwa koloni, alikuwa anakula ugali wa muhogo, ndio ulikuwa unamfanya ana nguvu.
alikuwa anakula ugali wa mtama, ndio ulikuwa unamfanya anakuwa na nguvu, na alikuwa hali ugali kama sehemu ya chakula chake cha muda wote. Alikuwa anakula ugali kama sehemu ya chakula ambacho kipo, kwa sababu tunasema vyakula vinaliwa kwa msimu. Muogo huwezi kulima muda wote, kuna kipindi cha mvua muogo huwezi kwa nani, kwa sababu unaoza ukiweka chini. Kwa hiyo ni swala la mindset. Najua wengi wanasema mimi siwezi kuacha ugali. Okay, kuna option kama nilivyokuambia, ugali wa mtama, ugali wa muogo, na unataka tu kula mara 2 kwa wiki is enough. Na unakulaje? Basi uwe ugali ni ngumi, uwe na protein ya kutosha, na zamaanisha labda nyama, mayai au samaki, sawa. Na maanisha uwe na mboga mboga, kabichi, spinach, Chinese, yani kila kitu, matembele, mchicha, sio mbaya. Uwe na essential fat. Nazungumzia essential fat, nazungumzia parachichi, sababu hakuna supplement ya parachichi, hakuna chakula ambacho kina replace faida ya parachichi. Sasa unakuta chakula changu mara nyingi nakuta na parachichi, so jitahidi kuweka parachichi kwenye kila chakula chako, is very important. Na muhimu zaidi, kuepuka ulaji wa ugali, kuepuka ugali wa wali, kuepuka kula mikate, wanga kutoka asubuhi, mchana, jioni. Basi anza fasting. Kufunga ni muhimu sana, itakusaidia kwa ajili ya vitu vingi sana. Kuna baadhi ya vitu hatuwezi kuvi-explain, kuna baadhi ya vitu hatuwezi kuvielezea, lakini fasting ukishaanza kufunga mara moja utajua umuhimu wake. Sawa. Unalipa nafasi tumbo lako namna ya kuheal. Nitawaambia question ya vidonda vya tumbo. Wengi wanakuambia vidonda vya tumbo